الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وضل الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك، والملك بلا تمليك، ولا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، الحجة ابن الحسن أرواحنا لمقدمه الفداء. السلام عليك يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يقول ربنا سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا نفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. صدق الله العلي العظيم. Ikiwa tupo katika masiku ya kuomboleza familia ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa yale yaliyowafika, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya tulisoma akimwambia Nabii Ibrahim, وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Watangazie watu kuhusiana na hija, watakuijia watu wengine wakiwa wanatembea kwa miguu, ambaye ni sunna muakkada kwa wale waliokuwa karibu, na wengine watatoka mbali zaidi katika miji ya mbalimbali kuja kwa ajili ya hija. Nabii Ibrahim akamwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, sauti la yablughu al-ba'id, sauti yangu haiwafikii watu mbali, ni sehemu ya karibu sana ndio sauti yangu inaweza kufika. Mtu alikuwa kilomita 1 au mita 500 na kuendelea hawezi akanisikia. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika riwaya inasema, akamwambia alayka al-adhan wa alayya al-balagh, jukumu lako
ni wewe kuita kama nilivyokuamrisha, lakini itamfikia nani? Mimi ndio nitakayefikisha. Faadhana Ibrahimu alayhi salam bilhajj. Ibrahim akawaita watu kwa sauti katika hija. Riwaya inasema faajabuhu man fil aslabi rijal wa arhami nisa, wakamwitikia. Mwenyezi Mungu akaifikisha sauti ile kwa viumbe wote, kwa watu wote wale, hata wale ambao hawakuzaliwa, waliomo katika migongo ya wanaume na waliomo katika vizazi vya wanawake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akawafikishia. Riwaya inaendelea kusema wale walioitikia wakasema labbaika da'i Allah, tumekuitikia ewe muhitaji wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio walioruzukiwa kwenda hija kwa idadi ya talbia walizozifanya. Kwa hiyo jambo la kufikisha ni jambo la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini jambo la kutangaza na kuanza haraka inasikiwa uanze wewe kama vile Mwenyezi Mungu alivyokuamrisha. Atakayekubali fabiha wa neema, atakayekataa fabiha wa neema. Ndipo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akamwambia ya ayuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik, fikisha kile ulichoshushiwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na usipofanya utakuwa unafikisha ujumbe wa Allah. Kwa hiyo nani atakukubali, nani atakataa, hilo sio jukumu lako. Jukumu lako ni kufikisha kwa utaratibu ule ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka na amekutaka. Qawliya Nabii Ibrahim ya kutangaza hija na watu kwenda katika hija ni kadhia ambaye ilikuwa ina misingi ya kidini na misingi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema liyashhadu manafi'a lahum, ili tuweze kushuhudia manufaa yetu. Hija sio kwa manufaa ya Mwenyezi Mungu wala mtume. Hija ni manufaa yake yanarudi kwetu sisi wenyewe. Na al-Imam al-Husayn alayhi salam pindi alipokuita akasema hal min nasirin yansuruna, hal min babin yadhubbu an haram rasulillah, yeye kuna ambaye anaweza kutunusuru akatunusuru. Ile ulikuwa ni wito wa al-Imam al-Husayn alayhi salam, na sio kwamba al-Imam al-Husayn alayhi salam alikuwa anawaita wale watu walikuwa naye pale. Hapana, kwa sababu na yeye ni dai ya Allah, na walimuitikia wale waliokuwa pale katika zile kozi zilizokuwepo na wale waliokuwa karibu, na vile vile walimuitikia wale ambao walikuwa katika migongo ya wanaume na vizazi vya wanawake. Ndio maana leo hii tumekaa hapa kuitikia wito wa dai Allah al-Imam al-Husayn alayhi salam. Kwa hiyo kadhia al-Imam al-Husayn haifungamani na zama, sio kwamba ni kisa kilikuwepo kikatokea, ilikuwa ni kadhia ilitokea katika kipindi hicho, wakauawa waliouawa, wakamtasuru walio wakashinda wale walioshinda, basi kaisha. La, kama vile hija itaendelea kuwepo mpaka siku ya Kiyama, vile vile kadhia ya al-Imam al-Husayn itaendelea kuwepo mpaka siku ya Kiyama.
qadhiya al-Imam al-Husayn ni aslu min usuli najati al-umma, ni rahmatullah, ni rehma ya Mwenyezi Mungu ambaye ni rahmatur rahmaniyya na rahmatur rahimiyya, rehma kwa ajili ya watu khaswa. Hata maimamu wanapata rehma ya al-Imam al-Husayn alayhi salam. Ndipo maana unaona qadhiya ya al-Imam al-Husayn, kabla ya kuja al-Imam al-Husayn, maimamu na mitume walikuwa wanaiandaa na kuikuza siku ile. Kabla ya kuzaliwa al-Imam al-Husayn, tunaangalia kisa bwana mtume akipita katika ardhi ya Karbala, akafika sehemu akasimama, akaambiwa kuna nini bwana mtume, mbona umesimama, wametoka vitani? Bwana mtume akashika udongo na mkono wake, akaambia huu udongo ambao atauawa ndani yake katika ardhi hii mjukuu wangu atakayekuja kuzaliwa anaitwa al-Husayn. Bwana mtume alifanya majlis ya al-Imam al-Husayn kabla ya kuzaliwa al-Imam al-Husayn. Imam Ali alayhi salam alikuwa akipata ndoto za mara kwa mara kuhusiana na mtoto wake atakayekuja kuchinjwa katika ardhi ya Karbala kabla ya kuzaliwa al-Imam al-Husayn. Na baada ya kuzaliwa al-Imam al-Husayn akiwa ni mdogo, siku ya kwanza ambayo ni furaha kwa bwana mtume na familia yake, lakini bwana mtume sallallahu alayhi wa sallam hakufurahi, alilia kwa huzuni na kwa uchungu mkubwa zaidi. Ni kuonyesha ulimwengu na binadamu wote kwamba qadhiya ya al-Imam al-Husayn na najat inayopatikana katika haraka ya al-Imam al-Husayn haiwezi kupatikana kwa kiumbe chochote alichowahi kukiumba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Leo utaona hata wale ambaye ni munkiru fadhaili ahli al-bayt, wanakupinga fadhila za ahli al-bayt, wanamzungumzia al-Imam al-Husayn bila kujijua, kwa sababu tunasikia katika mukaddima siku zote tukisoma, ukiangalia makhutaba wanasema ya rahmatullahi wasi'a, ewe rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyoenea katika kila kona, wa ya baba najati al-umma, na ewe mlango wa kuokoa ulimwengu wote. Al-Imam al-Husayn anamuokoa Muislamu na sio Muislamu, Myahudi na ambaye sio Myahudi, kafiri na ambaye sio kafiri, alikuwa na dini na asiyokuwa na dini. Al-Imam al-Husayn alayhi salam anamuhusu, na yoyote atakayeshikamana naye ataweza kuokoka. Ndio tunasema wa ya baba najati al-umma. Kwa hiyo qadhiya ya Imam al-Husayn alayhi salam sio kitu kidogo, ni kitu ambacho mitume, maimamu kabla ya kuzaliwa bwana mtume, kuzaliwa al-Imam al-Husayn, waliweza kufanya majlisi za al-Imam al-Husayn alayhi salam. Kwa hiyo ndugu zangu, sitakuwa na khutba ndefu kama kawaida, lakini tuelewe qadhiya ya al-Imam al-Husayn walishije nayo maimamu na bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Al-Imam al-Hasan alayhi salam wakati amepewa sumu, anakaribia kukata roho, anatapika maini, utumbo umekatika, ndugu yake al-Imam al-Husayn alayhi salam pindi alipoingia akamkuta ndugu yake, kaka yake akilia kwa uchungu, akilia machozi yakimdumilika. Al-Imam al-Husayn anamwambia ma yubkika ya akha,
Ni kitu gani kinakuuliza ewe ndugu yangu, kaka yangu? Al-Imam al-Hasan alayhi salam anamjibu, siri kwa sababu ya mimi hali yangu niliyokuwa nayo, na karibia kufa, napata maumivu, lakini hayaniumizi haya mnayopitia. Kinachoniumiza na kuniumiza ni wewe, nikikumbuka babu yako alivyotualisia ya kuwa utauawa katika ardhi ya Karbala ukiwa peke yake, gharib, peke yako, gharib, hauna mtetezi, hamna yoyote. Hicho ndicho kinachoniliza. Kwa hiyo al-Imam hakuwa anajililia yeye mwenyewe, anamlilia ndugu yake al-Imam al-Husayn. Al-Imam Ali alayhi salam amelia sana kabla ya qadhiya ya al-Imam al-Husayn. Al-Imam as-Sadiq alayhi salam ilikuwa ikifika idha halla shahru Muharram, ilikuwa ikiingia mwezi wa Muharram, al-Imam as-Sadiq alayhi salam anabadilika. Hajawahi kuonekana akicheka, hajawahi kuonekana akiwa na furaha au akifanya mambo ambayo yanafurahisha. La, ilikuwa siku zote ni mwenye huzuni na mwenye kuweka majalis kwa ajili ya al-Imam al-Husayn alayhi salam. Hiyo ni kadhia ya al-Imam al-Husayn. Usizani kwamba ni kitu kidogo, kwamba naweza nikaja tu nikakaa nikacheka nikaondoka. La, ni kadhia inafungamana na kuokoa umma, ulimwengu mzima kupitia al-Imam al-Husayn. Nasoma riwaya sasa hivi imeandikwa, man qatarat ainahu fina qatratan, mtu ambaye atakayeangusha chozi katika jicho lake, chozi moja, tone moja la chozi, Mungu atamjengea bawaahu Allahu biha fil janna uqaba, Mungu atamjengea nyumba nzuri katika pepo. Hiyo ni kadhia ya Imam al-Husayn. Ndugu zangu, hakuna kitakachotukua zaidi ya Imam al-Husayn, anaitwa Safinatul Najat. Tukiapa, tukiuliza hapa kwa kila mtu mmoja mmoja, je, unafahamu, una uhakika ya kuwa sala zako zitakuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Mia kwa mia kwamba umeswali kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, saumu yako ndivyo ulivyofunga kama anavyotaka Mwenyezi Mungu, hija ndivyo hivyo kama anavyotaka Mwenyezi Mungu. Je, una uhakika wa hilo, kwamba sala na saumu na funga na ahkamu sharia unazitekeleza kama ipasavyo, na una uhakika 100% kwamba ndilo linalokuokoa na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Wewe ni mkamilifu umeshatekeleza hivyo? Tabarak, hakuna hata mmoja katika ulimwengu mzima, iwe ni alim kiasi gani, iwe ni mtu ambaye amejikurubisha kwa Mwenyezi Mungu kiasi gani, anaidai kitu kama hicho. Sasa hivi tumeswali salatu dhuhur kabla karibu, yeye nyuma alifanya kale swala. Je, ni swala ambayo anaitaka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kweli kweli? Kisa kimoja cha mtu mmoja, alikuwa msahau, anaitwa Hamad ibn Isa. Hamad ibn Isa ni katika maswahaba wa Imam Sadiq alayhi salam, na ukirudi katika wasaili Shia na
vitabu vingine kuhusiana na riwaya za sala. Hamad ibn Isa ndio amepokea riwaya nyingi za sala. Hamad ibn Isa aliingia kwa Imam Sadiq alayhi salam, wakuta imamu amekaa na maswahaba zake. Imamu akamwambia, atuhsinu salata ya Hamad, je, unajua kuswali vizuri ewe Hamad? Kisha hichi anakiadithia Ayatullahi Haji, mwanafunzi wa Shahid Sadr. Wakati anahadithia kisa hichi, maana yeye ni mujtahid, ilikuwa ametoka kwenda katika kufundisha bahthul kharij, na bahthul kharij maulama wanafundisha dakika 30 sana, zikienda sana, au dakika 40. Lakini siku hiyo Ayatullahi Hairi alipoingia katika bahthul kharij akawa anafundisha, akafundisha dakika 10 au 15. Kisha akawaambia wanafunzi ni maulama, sio kama mimi na wewe, ni maulama mujtahidun. Akawaambia, samahani, leo sijatwali vizuri, ndio maana nimeishia kwa hichi kidogo cha dakika 10. Wanafunzi wakashangaa, wakamwambia kwa nini? Walimuona Ayatullahi Hairi analia. Wanamuuliza, unalia nini? Akasema, wacha hadithi. Akawasomea riwaya hii. Wakati Hamad ibn Isa alipoingia kwa Imam Sadiq alayhi salam, akamwambia, atuhsinu salata ya Hamad, je, unajua kuswali vizuri ya Hamad? Hamad alikuwa ni alimu mkubwa, na ni mkubwa kuliko Imam Sadiq, ni mzee. Alikuwa na Imam al-Baqir, Imam Sadiq, na Imam al-Kadhib, na Imam al-Ridha. Aliishi siku zote, mpaka na Imam Jawad ameishi miaka mingi. Hamad akamwambia, qultu ya sayyidi ana ahfadhu kitaba Hurayz. Akashangaa, imamu aliuliza kuhusiana na kwamba anajua kuswali. Mimi nimehifadhi kitabu cha Hurayz. Hurayz vile katika maswahaba wakubwa ambao wameandika risalatu salat, risalatu zakat, katika watu wa Imam al-Baqir. Alikuwa ni mtu ambaye anafahamika katika masala ya fiqh. Akamwambia, mimi kile kitabu cha Hurayz nimekihifadhi chote kuhusiana na swala. Imam akamwambia, qala la alayka, qum wa salli, usinialisie kuhusiana na kuhifadhi kwako kitabu cha Hurayz, simama uswali. Hamad akasimama, akapiga takbiratul ihram, akaanza kuswali, akarukuu, akamaliza swala vizuri. Kisha imamu akamwambia, faqala alayhi salam, imamu akamwambia, la tuhsin an tusalli, Hamad, haujui kuswali mpaka leo. La aqbahu birrajuli an ya'tiya alayhi 60 sana au 70 fama yuqimu salatan wahida fi hududiha tamma. Hamad ana miaka 60 au 70, amerogea katika nyumba ya maulama ambaye ni Ahlul Bait alayhi salam, lakini wao wanamwambia, ni aibu mmoja ya Hamad, mpaka unafikisha miaka 60 au 70 hujui kuswali. Ayatullahi Hairi akisoma riwaya hii analia. Kisa ni kirefu, imamu akasimama, hadithi ni ndefu, imamu akasimama akamuonyesha jinsi mtu anaswali mpaka mwisho wa riwaya. Lakini Ayatullahi Hairi
Akasimama akasema, jana wakati nilikuwa nikifanya mutawala nilifika katika riwaya hii, ndicho kilinifanya nikashindwa kuendelea na kufanya mutawala. Na mimi wallahi nafahamu ya kwamba Hamad ni mjuzi wa masala ya swala kuliko mimi. Kama yeye imamu anamwambia namna hii, je, mimi niko wapi? Fama aqbahu birrajul an yaqdi alayhi 60 sana au 70 fama yuqimu salata bihududiha tamma. Ni aibu leo. Je, mimi na wewe tunaweza kuswali? Tunaamini swala zetu ziko sawa? Tabaan la. Mimi na wewe tunafikia hata uchache wa Hamad ibn Isa. Hatufikii. Ibada zetu ziko wapi? Kwa hiyo hakuna kitakachotuokoa isipokuwa hubu Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Usijidanganye kwamba matendo yako yatakuingiza peponi. Usijidanganye hata siku moja. Ndiyo, sio kwamba tuswali, lakini tuna upungufu katika swala. Hata swala tunayoswali ina upungufu. Uone kisa cha alimu mmoja alikuwa Yazdi. Ilikuwa ilifika mwezi wa Ramadhan, Lailatul Qadr. Watu wamekuja kwa ajili ya Lailatul Qadr kufanya istighfar na kumwomba Mwenyezi Mungu. Akawaambia, ilikuwa ni Tabriz, akawaambia watu wa Tabriz, khoshhal bihal, ongera kwenu nyinyi, kwa maana mmekuja kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha kutokana na madhambi. Huenda mna matendo mema, ndio maana mnaomba Mwenyezi Mungu kutokana na dhambi, msamaha kutokana na madhambi. Lakini mimi nimekuja kwa ajili ya kumwomba Mwenyezi Mungu msamaha kwa toa mnaifanya. Hii toa mnaifanya inatakiwa nifanye istighfar. Maana baada ya swala ni mustahabu muakkad kusema ufanye istighfar mara 3. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa dhul jalal wal ikram wa atubu ilayhi mara 3. Ukumbuka ndugu yetu, mtoto wako anapenda kusoma baada ya swala. Yahya kila baada ya swala anataka kusoma dua, anasoma mara 3. Ni kwa sababu gani Imamu alisisitiza kusema sala yetu yenyewe ni mapungufu, lazima tuombe msamaha. Ukiwa katika swala kuna mambo mengi yanakupitia. Ukimaliza sio swala anaitaka Mwenyezi Mungu. Ndio maana lazima tuombe msamaha. Imamu anatufundisha mara 3. Vile Imam katika dua Abi Hamza al-Thamali akituambia, walastu attakilu fi najati min iqabika ala a'malina bal bifadlika alayna. Katika dua Abi Hamza al-Thamali tunasoma usiku wa Ramadhan, layali al-Qadr, anasema walastu attakilu fi najati min iqabika ala a'malina. Mwenyezi Mungu, sitegemei mimi kuokoka katika adhabu yako kupitia matendo yangu, bali bifadlika alayna, bali ni kwa fadhila zako. Fadhila za Mwenyezi Mungu ndizo zinaweza kutokoa, na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala لأئمة أهل البيت عليهم السلام قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اللهم صل على محمد. Wasifu Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, sala sio kitu kwako, lazima uikumbishe. Saumu sio kitu, hija haina maana.
wategemea Ahlul Bait alayhi salam. Kwa hiyo al-Imam al-Husayn yeye ni bora na ndio mwokozi wa umma huu ambao inatakiwa sote tuweze kumfuata. Tusizarau majlisi ya Imam Hussein hata moja, iwe ni nyumbani, iwe ni makazini, iwe ni katika Husainiyat, misikiti. Ukisikia kokote anaitwa Imam Hussein, nenda ukashiriki, kwa maana matendo yetu hayawezi kutokuwa na adhabu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa kumalizia kisa, kuna mtu anaitwa Mahdi katika maulama, alikuwa anaitwa Mahdi Qawwam. So alimu mkubwa sana, lakini alikuwa ni mtu wa mimbar akisoma majlis za Imam Hussein alayhi salam. Huyu Sheikh Sayyid Mahdi Qawwam rahmatullahi alayhi alikuwa akiishi Tehran. Alishuka katika mimbar ya Imam Hussein baada ya muhadhara mzuri, watu wamelia, mtu akampatia bahasha kama kawaida kwamba hii ni hadia, zawadi, inshallah itakusaidia wewe na familia yako. Sayyid Mahdi Qawwam akatoka akitembea, akirudi nyumbani kwake. Kwa hapa kwetu, kwa mfano, unapita kama vile sehemu ile ya Shiba usiku, sehemu ambayo ni mbaya, ambayo kuna wanawake ambao wanafanya kazi mbaya ambazo sio za kisheria. Sayyid Mahdi akapita pale akielekea kwake, akamwona mdada amesimama usiku. Sayyid Mahdi Qawwam akamwambia yule rafiki yake aliyeko pembeni, akamwambia nitie yule dada. Rafiki asema tena, wewe Sayyid imekwaje? Akamwambia kale shida na shida nayo wewe nitie aje. Kwa hiyo akamwita yule dada, akajua ni mteja, kaja kumwona Sayyid wewe tena, akamwambia ndio. Akamwambia nasemaje? Sayyid Mahdi Qawwam akachomoa bahasha ile alikuwa amepewa, hajifungua. Akamwambia mimi nimepewa hii kwa ajili ya Imam Hussein, na mimi nakupa hii, lakini mwaidi ya Imam Hussein utaifanyia kazi. Akamwambia chukua hii, lakini usimsahau al-Imam Hussein, chukua hii bahasha. Akampatia ile bahasha. Yule dada akaondoka. Ikapita mwaka, miaka miwili, Sayyid Mahdi Qawwam akawa ameenda ziara Karbala. Ilipofika amefanya ziara kwa Imam Hussein, anatoka akitembea, akashangaa kuna mtu anamuita Sayyid. Akasimama, mwangalia ni mwanamume anamuita. Akamwambia nini? Akamwambia aliagizwa na yule mama pale, mke wangu ameniambia anakuita wewe kufuata. Akaenda akamkuta pale, akamwambia yule dada, akamuuliza unifahamu? Akasema mimi sikujui. Akamwambia ni yule ambaye ilikuwa ni usiku wa Laila Ashura, ulinipatia bahasha ya Imam Hussein alayhi salam. Ile bahasha ndio ambayo imefanya maisha yangu yakabadilika. Nilimuuliza Imam Hussein katika moyo wangu, nikasema kwa nini nisibadilike? Kwa nini nisitoke katika kazi ambayo ndio? Nikarudi nyumbani nikafanya kazi, na ile pesa ikawa ina baraka. Kisha nikamwomba Mwenyezi Mungu akanipatia na mume, ndio huyu mume wangu ambaye tuko naye. Kwa hiyo kadhia ya Imam Hussein alayhi salam, ndugu zangu, sio kwa kina wewe mwenyewe, mfikishie kila mtu, au Muislamu au Mkristo au ana dini au hana dini.
itaweza kunyanyua umma na kuleta islah katika umma. Kwa machache tuishie hapa. وسيعلم الذين ظلموا حق آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.